Dazen Selection. Mambo matatu makubwa ni haya yafuatayo, lakini nitaanza kutaja moja moja. Ni ujenzi wa ndoto kazi kwa vijana. Ujenzi wa ndoto kazi kwa vijana. Hiyo in Swahili. Lakini in English ni career building kwa wanafunzi wa vyuo. Nadhani tumeelewana hapo nikisema. Yeah? Waandishi habari tikie anyways. Yeah? Yeah baba. Okay, sawa. Hapa mimi na timu yangu kwa pamoja na wasanii wenzangu ambao watanishika mkono kwenye tour hii. Tutapita katika vyuo mbalimbali katika mikoa tutakayo bahatika kutembelea ili kuongea na wanafunzi wa vyuo. Sijawahi kuota kama nitakuja leo kusimama au nitakuja kuonekana mtu fulani, nitakuwa kuwa role model wa wasanii wengi kwa watu wengi hata siku moja. Umeelewa? Nilipita shuleni na nitarudia hili swala siku zote. Kuongea kwa wanafunzi wa elimu ya chini na juu. Ukifeli shuleni haujafeli maisha. Umeelewa? Ukifeli shuleni haujafeli maisha. Labda Mwenyezi Mungu atakufaulisha ukienda kupractice huko uraiani. Kuna vitu vingi sana vya kufanya uraiani. Wengi ambao walifeli shuleni wapo, lakini bado wamewaajiri wale waliofaulu shuleni. Yeah? Ni kweli Mungu? Yep. Alright, kwa hivyo hilo ni la kwanza. Unaelewa? Hilo ni la kwanza ambalo nilisema hapo, linaitwa ujenzi wa ndoto kazi kwa vijana. Unaelewa? Career building. Sawa? Nimeeleweka sio? Okay. La pili ni medical camp. Medical camp hii ambayo itakayofanywa hapa, kwanza nitawashukuru sana Wizara ya Afya. Wizara ya Afya ambayo ikiongozwa na waziri wake Mheshimiwa Ummy Mwalimu na madaktari wote waliokubali kushirikiana na mimi, kwa sababu bila kumsahau wide spectrum. Haya, kupitia kwa chief wa pharmacist Dr. Ismail Yaruf, hawa wametupa mkono mkubwa sana, wametushika mkono mkubwa sana madaktari hawa na wide spectrum, ambao watatoa pia mchango wa dawa mbalimbali katika kusupport camp hii ambayo tutakuwa tumeweka kila sehemu ambayo tutakwenda. Lengo la camp hii ni kutoa huduma ya afya kwa watu mbalimbali bure. Sawa? Lengo ni kutoa huduma ya afya kwa watu mbalimbali bure kabisa, bila kuachaji. Tutatenga eneo katika kila mkoa tutakaopita, ambao wananchi wa rika mbalimbali, watoto, wanawake na wanaume wataweza kuja kupima magonjwa mbalimbali, communicable disease. Kitaalamu ndio yanaitwa hivyo. Communicable disease ni kama magonjwa haya ambayo watu wanakuwa nayo afu na muda mwingine wanapuzia kwa sababu hayana nini, lakini ni hatari, kama malaria. Malaria ni hatari sana. Jambo lingine tutakalolifanya ni friendly regional match. Sawa? Friendly regional match ni kwamba ni mechi ya kirafiki katika kila eneo ambalo tutakuwa nakwenda, kwa sababu passion yangu mimi napenda sana mpira. Napenda mpira kwa sababu natamani sana hii lifanikiwe, japokuwa sitacheza hiyo siku. Itakuwa na coach upande mmoja wa timu ambayo tutakuwa nimechagua, lakini tutacheza na timu ambayo ni timu ya mkoa ambayo kweli na watu ambao wanacheza mpira. Sawa? Timu yangu nitakayoitengenezea pale mkoa husika. Sawa? Nitachagua wachezaji. Sitakuwa natoka na wachezaji huko mpaka huko ifike huko. Kwa hivyo hilo nadhani alright, sasa hili limeeleweka. Ni kwa sababu passion yangu ya kupenda mpira kiukweli imekuwa
nilikuwa mbele sana katika macho yenu, hata nyinyi mmeona jinsi gani hata mimi nilichukua muda wangu kwenda kucheza mpira Coast. Nilikwenda kufanya mpira Coast Union. Nikaweza kucheza at least katika biography yangu, history yangu ya Alikiba kwamba alicheza pia Premier League. Mweleweka. Nilicheza Premier League bwana. Kubali. Nilicheza Premier League. Hapo. Alright. Alafu sasa baada ya kucheza mpira na watu wenye husika, kutakuwa na concert. Kutakuwa na show ambayo itakayofanyika na nitashirikiana na wasanii wenzangu kama nilivyosema hapo mwanzo. Wasanii haswa ambao nimeshirikiana nao. Kuna nyimbo ambazo tayari zilishafanyika na zilizofanyika. Kwa hivyo nitakuwa na wasanii vile. Baada ya kuzungumza na kukaa na jamii yangu, sasa wale wapenzi wangu wote wa kusakata rumba, wa kusakata rumba wa muziki wangu, nitakuwa nadondosha bonge moja la show, bonge la concert itakuwa inafanyika live band na wasanii wenzangu, hasa wale ambao nimeshirikiana nao katika nyimbo. Kama ulikuja kwenye kufunga mwaka, kama ulishakuja katika kufunga mwaka na King Kiba, nadhani utakuwa una idea. Kuna wasanii ambao nilifanya nao kazi, niliwa introduce pale katika stage, wakaweza nishirikiana na mimi kuperform, lakini as a legend, I refer myself as a legend, yeah. Yeah. So kweli. It's true. Imeanza zamani jamani. Though pia kuna legend ambao niliwakuta ni wakubwa sana. Nadhani hiyo inafahamika kama ulikuwa unanifuatilia kweli katika muziki. Unaelewa ni kitu gani ambacho nazungumzia. As a legend nimewashuhudia, nimeshawasaidia wasanii wengi sana na kuwafungulia milango. Tukiliongelea hili leo hapa, napenda kuchukua nafasi hii kwenu. Na pia ni siku ambayo wazee wa zamani wasemaga mvua ikinyesha Mwenyezi Mungu anafanyaje? Dua yote inakubalika. Sisi ndio tuna believe hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo siku leo inabarikiwa. Siku leo imebarikiwa. Kwa hivyo ningependa kumtambulisha msanii member mpya wa Kings Music. Mwenye kipaji cha hali ya juu. Uandishi. Naposema uandishi namaanisha anaandika kweli. Uandishi na utunzi ni tofauti bwana. Ndio? Nyinyi wana sanaa, waandishi habari si sanaa? Yeah. Utunzi na uandishi ni tofauti. Unaelewa? Kwa jinsi ya kutunga ni idea ambayo utakuwa umeipata. Umetumia idea, lakini uandishi jinsi utakapokuwa umepanga mashairi yako, jinsi ya kuyaandika. So ninachosema hapa ni kwamba vyote hivyo anavyo bwana. Na melody vile Christian Bella anasemaga yeye king of melody. Tunakubali. Mimi ninakubali sana. Mimi nakubali. Au nyinyi mkubali? Mimi nakubali. Kwa hivyo king of melody, lakini vile ukiwa king pia unakuwa na wafuasi. Unakuwa na wafuasi na watu ambao wanakusikiliza, Yeah, kwa hivyo na imani Tommy ni mbaya wa melody, lakini vile Christian Bella tumpe heshima hasa katika uimbaji. Kwa hivyo ningependa usimame kidogo wasalimie. Anaitwa Tommy Flavor. Makofi jamani, mpigieni. Leo nimeintroduce msanii mpya. Na haja kuulili. Huyu hapo bwana. Karibu weka hata. Mimi nimetaka asimame mumuone kwa heshima, sababu hawa waandishi habari hawa Tommy nakwambia leo na kuchana. Hawa waandishi habari wakiamua wewe uendi kokote. Uongo jamani. Si mnamvizia tu Tommy endapo. Mvizia mmamchafulia, mtaomba msamaha. Sababu unapigiwaga simu, kuna watu wengine wananipigiaga simu wananiambia bwana, mimi mwandishi wa habari sema fulani, lakini mtajuaje sasa? Lazima tufuate sheria fulani ambayo
kidogo hata nyinyi katika vituo vyenu vya habari mnavyo na imani mnavyo. Huwezi kumpigia tu mtu simu labda unless labda ulinipa namba yako nikasema nitakuamini wewe ni mtu fulani. Lakini muda mwingine napigia simu kwa waandishi wa habari, bwana hivi kweli sio umefanya hivi sio nini? Wewe nani? Mimi mwandishi wa habari nitajuaje? Kwa hivyo ukiona kama Alikiba na react hivi naomba mnisamehe. Sitokubali labda as long as kama ninakujua labda ulinipa namba yako au tunafahamiana vizuri. Naweza kureceive call yako na nikaleta ushirikiano. Kwa hiyo Tommy Flavor ni msanii wetu mpya ambaye tumemintroduce na kazi zingine zitafuata hivi karibuni. Ujuzi wake ni wa siku nyingi sana, sio leo tu. Namtambulisha kwenu kwa sababu najua kwa sababu gani nimemleta Kings. Muziki wetu utadili vile vile kama mimi ninavyofanya muziki wangu. Utadili na maadili ambayo yatawafurahisha wa Tanzania, yatawafurahisha wa Afrika na dunia kwa ujumla, yatawafurahisha wazazi wetu. Mfano mimi nitasema kitu, mimi siwezi kutoa muziki kama mamangu hataupenda, kama mamangu hautomfurahisha, kama mamangu hataona aibu kusikiliza wala kufanya nini. Mimi binafsi. Kwa hivyo na wasii na nyinyi wasanii wa Kings, mtadini kufanya nyimbo ambazo zitakwenda na maadili ya Kitanzania, kwa sababu ndiko tuliko na tunavyotakiwa tuelekee. Afu vile vile tuencourage na vijana wengine ambao wanakuja ili sisi tukaribu vizazi vyetu baadaye. Kwa maana hiyo basi, hayo mambo matatu ambayo makubwa ambayo nimezungumzia hapo jamani, kweli ni kwangu mimi binafsi Alikiba Unforgettable Tour ni muhimu sana kikweli. Ndio maana nimeona niwaite nitoe tamko, na nawashukuru sana kwa kuja. Ila ningependa nashukuru nimekuona Alikiba. Mimi huwa namkubali sana Diamond Platinum. Na mimi huwa napenda sana amani. Na mimi kama napenda amani, napenda amani. Mimi napenda amani. Na mimi napenda sana kumuona Diamond akiwa na amani katika maisha yake. Nilifarijika sana nilifarijika sana nilipoona Instagram yako. Nikajua ugomvi wenu ni nini. Kwa mimi mwenyewe kama shabiki niliamua kujitolea katika Excel nikuletea Alikiba. Sawa. Napenda sana amani. Napenda sana amani. Jamani, huyu anasema anapenda sana amani. Msikilizeni basi kidogo. Anasema anapenda sana amani. Kwa free. Wote wa habari. Huyu anasema anapenda sana amani. Na ameniletea penseli. Sawa? Nataka nikufungue kidogo ndugu wangu. Katika maisha kuna kupanda. Katika maisha kuna kupanda na kushuka, na zamani mlikuwa mafundisho kwamba tafuta X. Sio utafute X, tafuta njia ili upate X. Umeelewa? Nilisema vile kwa sababu before nadhani nitajibu hili swali, naomba msirudie tena kuuliza baadaye. Before nilizani kwanza kabisa nataka kujua hakuna ugomvi, ni amani kwa kwenda mbele. Umeelewa? Nashukuru sana. Ni amani kwa kwenda mbele, lakini nataka ujue kwamba before nilishawahi kumjibu Diamond kwamba sitoweza kuparticipate katika concert anayotaka kwa wakati huo, kwa sababu kwanza kabisa nafurahi achievement ambazo amepata. Kwa hivyo yeye kama amepata, na mimi siwezi kufanya yake kwa sababu mimi mwenyewe nina yangu ya kuachieve. Umeelewa? Kwa hivyo hakuna ugomvi hapo. That's why nilimwambia siwezi kufanya. Alivyorudia tena nikatoa mfano wa hii penseli sasa ulionipa.
Hii penseli means kwamba zamani wakati tunasoma shuleni, mtoto mdogo ana uwezo wa kukuibia kitu, alafu akajifanya kama anakusaidia pia kutafuta. That was the penseli. Lakini mtu mzima anaelewa kabisa the aim sio penseli. It means kwamba usilete mambo ya kitoto. Sina sababu tena kukujibu tena, sababu tayari nilishakujibu. Umeelewa? Nilikujibu kwa bila shaka watu wazima walielewa nilikuwa namaanisha nini, na lengo sio penseli. That's why wao wakachukulia kwenye penseli ili kupoteza ukweli. Ukweli ni kwamba tayari nilishajibu. Mimi sio mtoto mdogo, sirudi tena. Naelewa ni mwanaume, japokuwa nilisema ni mwanaume. Umeelewa? Mwanaume azungumzi tena. Akulesha mdogo wangu, lakini vile vile kuna ugomvi mimi na yeye. Na nafurahi sana na msupport Diamond, naomba msupport, sababu ni mzuri, anafanya kazi nzuri, anawakilisha nchi yetu. Umeelewa? Kwa hivyo ningependa endelee kumsupport sababu ni msanii mzuri. Sawa? Wala hujakosea. Lakini ugomvi, hakuna ugomvi, na hapa ni amani. Sawa. Wewe chukua kanini. Lakini lengo langu lilikuwa sio kufanyaje kuchukua pesa. Sawa? Hapana, kama unakubali kutokea naomba ufikie. Nachukua. Nakushukuru sana. Karibu sana. Ayano, asante sana.